Mama, mama, baba anakupigia simu. Duara Mama, kwa nini? Wewe afu nitakuja nikutoa masikio. Mama anahinga, unamjua sana babako. Sasa sikia, huyu ndo babako. Yule ni yanko ni nani? Anko. Sasa nikusikie siku naita baba. Nitakuja nikutoe ipua. Haya, lala. Habari. Lakini mbona nilikwambia usinipigie simu usiku? Mbona kuwa msumbufu? Babe, I'm sorry. Niite baby, unajua kusikia. Sababu gani hizo ambazo ziko nje ya uwezo wako zinakufanya unipigie simu usiku? Yaani nilikuwa nimelala nimeota ndoto mbaya sana.
Si mimi na ndoto yako nahusika wapi hapo? Haya, umeota nini? Eleza haraka haraka. Moto ndoto gani? Nimeota mumeo anataka kuniulia mtoto wangu. Sio anataka, ameshamuua. Sawa, mtoto yuko salama, unaweza kukata simu? Kweli Skola mtoto yuko salama? Yuko salama jamaa, hivi ninavyoongea na yeye ndo kaniletea simu ilikuwa inaita. Sasa wako ni wasiwasi. Hamna kweli. Baba yuko. Kweli. Sasa kama mtoto uko salama. Umemkagua kweli Skola? Umemaliza kuongea, mimi nataka nikalala, unajua niko nje. Okay, sawa. Nafurahi kusikia hivyo, ila samahani, yani imeniumiza sana moyo. Ungerudia tena. Kwa wengine ukiota mtoto kama usubiri kusute, sawa? Okay, sawa, nakupenda. Nakupenda pia. Okay, bye. Bye bana. Wow. Vipi mwanangu? Salama. Vipi? Mbona umeamka nayo? Safi. Kuna shida unataka kwenda chooni? Hapana. Hii tabia ya kwanza kuongea na simu chooni imeanza lini? Nimeamka na kuangalia naona sikuoni kitandani, afu nasikia unaongea na simu chooni. Amna, hata nilikuwa siongei na simu. Nimechukua tu simu yangu hapo ili nikamulikie taa chooni. Mungu, umeshindwa kuwasha taa chooni mpaka ujimulikie na simu? Yani sikuwaza kuja kuwasha switch kwenye. Yani sikuwaza, yani kama tu bora tu nichukue simu haraka tuje kuwasha huko, lakini kiwango, hebu acha basi siaza ambazo sio zenyewe. Haya, tena tukalale. Kiwango, hebu relax basi, vitu vingine tusifanye vikaa vikubwa, sawa? Nimejisahau tu nikachukua simu nikamulikia chooni basi, nisikukumbuka kwenda kuwasha taa, hivyo tu. Siaza zako tu. Haya, sawa, tukalale. Nakupenda. Nakupenda pia. Sio na hofu bwana. Halina pembe wala kona, taswira yake imebeba mazito. Huwezi ona nje ukiwa ndani ya duara, kutafsiri maana yake lazima uwe imara. Hadi. Hadi wenyewe. Karibu. Shikamoo. Marahaba, mmemkaje? Nzuri, sijui utokako. Mungu mwema. Vipi mumeo yupo? Yupo. Namuhitaji, namwomba.
We Batuma. Wewe. We Batuma. Batuma. Shida nini? Wewe nimekwambia usiniamshe lakini. Unaitwa? Naitwa na nani? Na Mzee Kiswalala. Sikia, nenda. Mwambie sipo. Sawa. Siwezi kwenda kumwambia upo kwa sababu nishamwambia upo. Unajua sikola mke wangu naona zingua. Unajua nimefika jana usiku hapa. Sina chochote kile. So mshindwaje kujiongeza? Sasa huu sio muda wa kubishana kwa sababu yuko mlangoni na kusubiri. Yaani umekaa ndani kama boga tu. Huelewi chochote kile. Unashindwa kumwambia mtu sipo. Tutakula nini sasa? Mimi sina hela ndani. Kila kitu naelewa, hakuna sichokifahamu ndani. Sina kitu. Nitampa nini yule mzee? Sikiliza. Kukuoa isiwe fimba kunichapia, kila kitu iwe kwangu. Na wewe jiongeze muda mwingine. Unamwambia tu mtu hayupo. Nipe taulo. Shika. Shika toka na box. Ni mwanamke wewe. Na kuna muda mwingine unajiongeza. Ujue mimi mume wako nahangaika. Kuna muda napata, kuna muda nakosa. Unashindwa kumwambia kabisa, unamwambia hapa. Shikamoo. Marahaba, jambo. Sijambo. Mnaendeleaje? Hapa salama kabisa. Ndio. Haya, mguu ni wa kwako. Nafikiri unaelewa nilichokifuata. Ni kweli mzee. Lakini mimi ndo nimefika jana usiku. Kwa hiyo mzigo sijashusha bado. Na maana hata pesa bado sijapata. Kwa nini naomba univumilie siku kadhaa tu. Nitakulipa pesa yako. Kijana, unajua nimekuvumilia sana. Ni muda sana. Sasa tusije tukaelewana vibaya. Huko tunakuelekea ndiko siko. Unanielewa? Ndio nimekuelewa mzee. Anasema subira uvuta heri. Basi niangalie hali itakavyokwenda kulingana jinsi umeshaniahidi, basi haina shida. Lakini usije kawa Mswahili mwanangu. Sawa mzee. Halina pembe wala kona, taswira yake imebeba mazito. Huwezi ona nje ukiwa ndani ya duara. Kutafsiri maana yake lazima uwe imara. Duara. Welizo. Miaka kadhaa sasa imepita, ila sioni dalili yote ya ndoa. Na kila nikizungumzia hili swala, naona mwenzangu tu unanikwepa. Kama unitaki si uniambie. Maana naona tu kila siku swala nalizungumzia mimi. Wewe huna muda. Yaani naishi na wewe siku zote hizo, hujawahi hata kufikiria wala kuzungumzia swala la ndoa. Mwenzako mimi najisikia vibaya. Hii nenda rudi mimi inanichosha na najisikia vibaya. Wasichana wenzangu huko mtaani wameolewa, wanaishi na wanaume zao vizuri kabisa. Sasa sijui wewe shida ipo wapi? Lizo. Ndoa ni heshima. Hakuna mwanamke anayeweza kukaa tu na mwanaume akafurahia tu pasipo ndoa. Labda wewe ana akili vizuri. Ila kama mtu mwenye akili vizuri, lazima ahitaji ndoa. Marafiki zangu kibao wameolewa.
ila mimi tu, na kila siku wimbo wangu ndio huo kwako. Na kama unashindwa kunioa mimi kwa sababu ya sio mazingira, Lizo, si tuna mazingira mazuri tu, tuna maisha mazuri, tuna kitanda kizuri, tuna masofa, tuna vyombo, tuna TV. Wewe unataka Mungu akupe nini? Au unataka kukufuru? Au Lizo, sababu kubwa unafanya mimi usinioe kwa sababu nimekwambia ukweli mimi na mtoto? Na kama issue ni mtoto, mbona nishampeleka kwa bibi yake? Na kama shida ilikopo ni mtoto, ungeniambia kipindi kile kile. Kama mwana, sitaki mwanamke mwenye mtoto. Mbona hata huko tusingefika? Tungekuwa tushaachana kipindi hicho. Okay, nikaona sio shida kwa sababu unaishi na mtoto ambaye hujamzaa wewe. Nikajiongeza, nikampeleka kwa bibi yake. Lakini bado huoni kama nimefanya kitu. Unataka nikufanyie nini ili uone kabisa mimi nakupenda? Mungu. Hivi tabia ya kuongea na simu chooni umeanza lini? Usifikirie nilivyoongea usiku ukajua nimepotezea tu. Niliacha ili tupumzike kwanza. Winnie, hebu naomba usitaki kuniamisha kwamba umenichoka. Umenichoka? Sasa mimi na wewe, alomchoka mwenzie nani? Winnie, nilikwambia sikuwa naongea na simu. Nimechukua simu yangu na kwenda kumulika taa. Kwa hiyo unataka mimi niende gizani? Mbona kwa sababu muelewa mke wangu? Shida ni nini? Hivi unajua mimi ni mtu mzima. Najua jema na baya. Nimesikia kila kitu ulichokuwa unaongea. Wewe Lizo, yaani mimi naongea na wewe lakini wewe upo busy na hiyo simu. Kwa maana naongea kitu hakina maana Naongea ujinga? Asa nisikize kwa makini. Naona nipanda kichwani. Muda wote naongea mwenyewe hapa, husapoti chochote. Umekaa tu kimya. Dhahiri kabisa yani wewe huna mpango na mimi. Asa mimi nimechoka. Nimechoka kabisa. Ngoja sasa nijiandae niondoke zangu. Kama ndio hiyo simu wewe ndio itakupa kula. Itakupa maji ya kuoga wewe. Endelea kukaa nayo. Maana unaona simu wewe ndio kila kitu ni furaha katika maisha yako. Ngoja mimi niondoke nikuache. Maana kila siku mimi naongea swala hilo moja. Ndoa. Sasa kama una mpango mimi nakaa nang'ang'ania nini? Bora niondoka zangu tu kwetu. Wewe Lizo. Leo ninapoondoka hapa, yani sirudi na sitokuja kwako tena. Na usije ukanitumia message wala kunipigia simu. Maana naona nipanda kichwani na unanizoea. Na utakuja kunikumbuka we baba. Hutapata mwanamke kama mimi. Unaondoka hivi? Lizo, unaondoka? Wewe Lizo. Ndio naondoka hivi. Wewe unaona mimi cha nini? Kuna wenzio huko wanasema watanipata lini? Na usije kunipigia simu au kunitumia message. Na ikitokea siku nimepata mchumba hapo kanioa, usije ukanitafuta. Halina pembe wala kona, taswira yake imebeba mazito. Huwezi ona nje ukiwa ndani ya duara. Kutafsiri maana yake lazima uwe imara. Wewe umesikia nini? Nimesikia kila kitu. Sikia mke wangu. Nishakwambia kitu kimoja. Usifanye mambo yakawa makubwa. Yaani unakuza mambo mpaka na kwamba yani unataka kuleta mtaharuki. Be relax. Winnie. Yaani mtu sasa asichukue simu akaenda kuashia taa chooni. Imekuwa ni ugomvi. Wewe sikiliza nikwambie. Wewe kama umenichoka niambie. Sawa? Kwa sababu mpaka inafikia hatua unanyanyuka kitandani unaenda kuongea na simu chooni. Ina maana wewe mwanamke ni wa muhimu zaidi kuliko mimi. Winnie. Hapa na Yesu muhimu kama wewe. Sawa. Shikamoo mama, shikamoo baba. Marahaba, jambo mwanangu. Sijambo. Mbona umewahi sana kurudi leo?
Leo mwalimu hajaja. Kwa leo mjasoma? Madam ametupa homework. Mtuani. Ni moja tu? Twende mwanangu kanywe chai. Shikamoo mama. Baba, ujambo? Sijambo. Ya shule? Nzuri. Hebu subiri kwanza. Simama hapa. Hivi wewe Tuma, kwa nini unakuwa na kichwa kigumu? Nikwambie mara ngapi wewe unielewe? Kilichokufanya jana simu ikaita usiku kaniamsha kaniambia baba anapiga ni nini? Kwani simu silikuwa naita? Kwa hiyo kama simu inaita ndo useme baba anapiga? Nilifanya makosa kukwambia kuwa yule ni baba yako? Hapana. Unataka kutegua mabomu? Sasa nisikizie kwa umakini mwanangu. Ukiendelea kufanya hivyo, sio babako huyu wala yule wala mimi utakayemuona duniani. Yaani hilo bomu ambalo nataka kulitengeneza wewe likilipuka, uenda hata wewe usiwepo. Yule ni babako tukiwa wote, mimi na wewe na yeye. Unanielewa vizuri? Lakini tukirudi hapa nyumbani, baba ni nani? Huyu anayelala humu ndani. Huyu ndo babako, tena mheshimu sana. Kwa sababu anakulisha wewe, anakuvisha. Yule ni babako tukiwa wote. Tukitoka ambapo yupo yeye, ni anko. Ni nani? Anko. Baba yuko humu ndani. Sasa nikusikie na siku nyingine unasema baba. Alafu simu ikiita, sio lazima uniite. Wewe umesikia simu inaunguruma. Mimi ndio maana sijaweka sauti ipige makelele. Iache. Sitaki kupokea, ndio maana unaona ina mungurumo tu, haina sauti. Umenielewa? Ndio. Sasa rudia tena, nikung'oe simu. Nenda ndani ukala. Halina pembe wala kona, taswira yake imebeba mazito. Huwezi ona nje ukiwa ndani ya duara, kutafsiri maana yake lazima uwe imara. Bana umeoga. Na maji yako sitaki. Unajua nini? Wewe ni mtu. Sasa mbona hujaziosha nywele? Wewe. Yosha nywele? Nataka niulizwe. Umeosha wapi? Nyo kuna nani kukausha nywele huko mimi ningekausha, lakini wewe. Si unaambia tu ni harakati za kazini.
kukawa na joto nikaoga. Anielewe. Basi kama acha masiala wewe. Tapigwa mwenzio. Unajua nini? Bado nakupenda sana. Yaani wewe ni bado mwanamke wa thamani sana kwenye maisha yangu. Unanipenda alafu unanileta guest. Usingenijengea nyumba tu tunakutana huko. Usina nyumba yako, una mwanaume wako. Sawa, sasa unajenga nyumba afu jina tunaandika Tuma. Basi usijali. Nitafanya hivyo. Labda kitu mke wangu. Hata kama sio mke wangu. Unaita kwa herufi kubwa kabisa mke wangu. Ndiyo, hata kama sijakuoa lakini wewe zaidi ya mke wangu. Sawa, mimi mwanamke mwenye waume wawili. Unajua nini? Sasa hivi ni muda wa kuanza kuweka ulinzi. Na sio ulinzi tu, ulinzi shirikishi. Ili mradi penzi letu liendelee kudumu na kupamba moto. Huku tuendelee kumlinda mtoto, lakini pia penzi letu likiendelea kuimarika. Usijali, tuko salama. Mpaka mtoto kafika pale mpaka leo tumejilinda sana. Natamani ndio kuwaona mkiwa hai, wewe na mwanangu. Thank you. Basi tuondoke. Baby. Yes. Subiri kwanza. Unajua mimi pale napoishi kodi imenishia. Kwa nilikuwa na shida na kodi. Umeongwana na hela sasa hivi. Ili pale huwa mlipa shilingi ngapi? 30 kwa mwezi, tunalipa baada ya miezi 3. Kwa 90,000. Okay. Hapa. Asante. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Boda umeshanitia? Boda yuko njiani anakuja. Nishampigia simu. Kwani tunatoka wote? Ndio, tunatoka wote. Wewe, afu watu wakituona unaogopa? Wewe uogopi eh? Halina pembe wala kona, taswira yake imebeba mazito. Sasa ondokezeni. Kutafsiri maana yake lazima uwe imara. Lizo? Wewe Lizo? Utakuwa kaenda wapi? Mamangu kaacha wazi. Nilijua upo umeenda kwa wanawake zake. Una shida gani? Mbona muda wote ugugu yani? Alafu unavyoingia sasa kama kwako. Yaani tangu siku ile nikuambia kabisa nikiondoka hapa kwako usinitafute. Na yeye kabisa ukafanya hivyo hivyo. Hujanipigia simu, hujanitumia message. Okay fine. Nikasema sio swala, huyo ni mpenzi wangu na nampenda. Nikana kupigia simu, upokee. Message zangu ujibu. Hivyo una shida gani kwani? Asa nisikilize. Hapa nimekuja na hili na moja. Nataka uniambie. Unanipenda au unipendi? Maana siwezi mimi kuchanganya mambo mawili. Sijakaa kama nakuvumilia kumbe wewe mimi hapa napoteza muda.
Niambie. Nakupenda. Hasa kama unanipenda, mbona una roho mbaya sana kwangu hivyo? Ha? Mbona unaishi kujali? Mbona ufiri kama ninavyofiri mimi kwako? Nisikilize. Ingia ndani. Kuna zawadi yako nimekuandalia. Alafu kitu kingine. Nahisi njaa. Kwa nenda kapike hapo. Halina pembe wala kona, taswira yake imebeba mazito. Huwezi ona nje ukiwa ndani ya duara. Wewe hizo. Hii zawadi kabisa umenunua kwa ajili yangu au umemnunulia mwanamke wako huko? Umeona haimtoshi, ukamwona lete uniachie mimi, si ndio? Lete zawadi hiyo. Tampatie mamangu. Alafu kuanzia leo nisikune hapa. Nenda. Baby. Mimi nilikuwa nakutania bwana. Nilikuwa nataka tu kujua kwamba hii kweli special kwangu. Maana isije kawa umemnunulia huko mtu haimtoshi ukaona ngoja tu nimpe huyu mjinga wangu. Nimekwambiaje? Nasikia njaa. Nenda kanipikie chapa. Yaani usi ukoje? Asa ngoja. Napika vikombe viwili tu yani hata ushindi. Huyu kalizwa na nani? Yule kaumizwa na yupi? Kutafuta chawi ni nani? Sawa na kujichoma mkuki. Sasa Steve. Naam. Kompeta nyumbani. Sasa. Basi poa. Poa gani? Shangazi zangu nyie. Uko vizuri? Shangazi umesikia vizuri? Mafundi wa huku bwana. Afu wewe umetukimbia kabisa ukachukua rangi ya mamako yote. Yaani mwangalie huyu mwenzetu. Unaona vikucha hivi. Kukata hukati. Angalia mwenzako. Ya kwangu visafi. Mwenzio msafi. Ona. Wewe vikucha vyako vichafu. Shikamoo mama. Shikamoo mama. Marahaba, mjambo. Jambo. Enjo. Emniambie mkacheze kwanza. Haya baadaye shangazi zangu Right. Niambie wifi yangu. Wifi vipi? Safi. Za mihangaiko? Nzuri tu. Tupo. Naona mpo. Hivi wifi, ulikuwa unafanya nini? Unamaanisha nini? Unataka kuniambia hujui ninachokimaanisha? Sijaelewa, maana nilikaa na shangazi zangu hapa. Sasa unavyosema nilikuwa nafanya nini? Sielewi unamaanisha nini? Unajua usinione mimi mtoto mdogo Nimeona kila kitu. Nilivyofungua mlango pale, nimeona unawakagua watoto mikono na miguu. Unawakagua ili weje? Ili upate nini? Kuwakagua? Mbona sijafanya hivyo kabisa? Mimi nilikuwa nacheza na shangazi zangu hapa.
Na washika mkono, nashika mguu, nitashika kichwa, ni kawaida kucheza na shangazi zangu. Ulitaka nikae nao kama midoli? Nakwambia tena, mimi ni mtu mzima. Naelewa unachokifanya. Hicho unachotaka kukifanya kitakugharimu. Sawa? Kwani kuna shida gani? Yaani hata kama nimewakagua shangazi zangu, kuna shida? Hakuna shida. Shida unataka kuileta wewe. Sijui unanielewa? Naomba hili swala lisijirudie tena. Yaani nikikukuta tena wewe, utarudi ulikotoka. Muone vile alivyo mweusi, kama chungo cha wachawi. Muone kwanza. Nataka kuniletea migiza hapa. Muone alivyo mweusi, kama chungo cha wachawi. Kuna nana. Mbona muangalia sana mtoto? Sasa uondoke. Shikamoo mama. Marahaba. Ingia ndani. Halina pembe wala kona, taswira yake imebeba mazito. Huwezi ona nje ukiwa ndani ya duara. Kutafsiri maana yake lazima uwe imara. Kaka. Naam. Naomba nizungumze na wewe kidogo. Devota, hebu naomba uniache kidogo, kuna kazi namalizia hapa. Kwa tutaongea baadaye, sawa? Kaka, ninachotaka kuzungumza na wewe ni cha maana sana. Tafadhali. Tafadhali. Haya, okay. Utakuongea nini? Hivi kaka, mama alivyokuwepo anasema na wewe kuhusiana na familia yako. Ulikuwa unamuona mjinga, ukamtoa akili. Lakini mama alikuwa sahihi. Hivi unajua kama huyu mtoto Angel sio mtoto wako? Devota, hivyo unajua nakuheshimu sana. Na ndio maana niko hapa. Ili kukuzibua hiyo akili iliyoziba. Kaka, mimi nimechunguza yule mtoto. Nimethibitisha kweli 100% yule mtoto sio damu yako. MK kwa makini kabisa, wakutanishe wale watoto wawili. Hebu mchunguze yule mtoto. Yule mtoto sio damu yako kabisa. Unalea damu ya mtu mwingine. Dada, mmoja kati ya watu ambao nawaheshimu, kuwathamini na kuwapenda ni wewe Devota. Lakini unakoelekea ni kunivua utu, kunivua heshima yangu. Wewe unaposema Angel sio mwanangu, wewe una ushahidi gani? Una thibitisho gani kwamba Angel sio mwanangu? Hivi una akili kweli? Au hicho ambacho unakizungumza unajisikia kweli wewe? Kwa kaka, ninayokueleza unaona kama hayana maana.
hayana msingi. Devota, naomba usikize kwa makini sana na unielewe. Baki kwenye sehemu yako. Wewe dada yangu tu, si wewe upaswi kuingia kwenye familia yangu. Upaswi kunishauri chochote kuhusu familia yangu. Niache na mke wangu, niache na mwanangu. Ninachokijua mimi, Angel ni mwanangu. Full stop. Tofauti na hapo, wataka ugomvi. Kuanzia leo, iwe ni mwanzo na mwisho kuongelea masuala ya familia yangu, sawa? Hebu kwanza ingia ndani unipigie kelele. Toka bwana, unipigie kelele. Na huo ndo ujinga wako. Halina pembe wala kona, taswira yake imebeba mazito. Kondo hivyo dada, yani sina amani hata kidogo yani. Dada, yani mimi sasa hivi naona ndoa yangu yani inakuelekea. Si naona nitaikosa dadangu. Muone lile swala ambalo tulikaa familia nzima, mama mkwe, ukoo mzima. Mume wangu hakusikiliza mtu hata mmoja. Tukaendelea kuishi, lakini sasa hivi naona wifi yangu amekuja, analivumbua upya. Yaani dadangu mimi nachanganyikiwa, sijui hata nafanyaje yani. Mbona anataka kuyazua tena? Hivi karibuni nimemkuta na wakagua watoto mikono. Kagua kucha, mara sijui rangi, mara sijui nini. Yaani dada mimi nachanganyikiwa. Ila shida yako wewe ni mbishi sana. Na kuelekeza kila siku cha kufanya. Ila sijui hata ukoje yani. Basi sawa, niambie ni vitu gani? Sasa sikiza nikwambie. Kuna yule mtaalamu nitakupeleka. Mtaalamu tena dada? Ndio shida yako hiyo. Yaani huamini. Yaani sijui upoje jamani mdogo wangu. Yaani kuna vitu vingine ni vya kurekebisha tu na mambo yanakaa sawa. Mimi sitaki bana, mimi siendi kwa huyo mtaalamu. Unaona sasa? Sikiza nikwambie. Yule mtaalamu nikitaka kupeleka, ukienda kila kitu kinakaa sawa. Tunamfutia kumbukumbu zake zote. Dada, amfutie kumbukumbu afu ataishije sasa? Yaani sio kwamba anaondoka kumbukumbu zingine. Zinaondoka kumbukumbu zile za kuhusu masuala ya mtoto, sijui nini, anasahau kila kitu. Dada, kweli inawezekana? Unaona sasa? Hiyo ndo shida yako. Inawezekana. Yaani unamfutia kumbukumbu yani asikumbuke kabisa kwamba Angel sio mtoto wa kakake, sio nini. Yaani asihangaike kwa lolote. Kinachofanyika, unanuia kile kitu ambacho tu unataka kiondoke. Ndicho kinachoondoka katika kumbukumbu zake. Sawa. Ila dada, tusije tukamfanyia kitu kibaya. Tufanye tu yani kuhusu tu mtoto, yani vitu vingine tusije tukamfanyia kitu kibaya dada. Mimi naogopa mwenzio. Uoga wako sasa huo. Hamna chochote kibaya kitakachofanyika. Niamini mimi. Nenda hata usijali ndugu wangu. Hili jambo tutalimaliza, sawa? Wewe subiri nitakupeleka. Halina pembe wala kona, taswira yake imebeba mazito. Yaani bebe, mimi natamani siku zote uwe hivi. Sio hivyo unavyokuaga wewe muda wote yani kisilani. Unamaanisha sikupendi au? Sio unipendi, ila upo romantiki. Yaani wewe upo tu kauzu, yani sijui upoje. Hamna mwana. Ni vile tu janjulia, lakini mimi nakupenda kinoma yani. Odi. Nasikia kama kuna mtu anabisha odi. Wenyewe. Odi. Nenda kamsikilize basi. Vipi baba? Habari yako mwana? Poa. Nimekuja kumuona mwanangu, lakini pia nimemletea na mahitaji yake.
Vizuri, lakini kwa sasa hivi mtoto mimi siishi naye. Nimemhamisha huko bibi yake. Kwa hiyo sasa hivi kuhusu kitu chochote kinachohusiana na mtoto, wewe nyosha tu kwa bibi yake. Lakini mwana, kama unavyojua kule kwa bibi mkubwa mimi siwezi kufika kule. Kumbuka hapo nyuma pia alishawahi kunifukuza sana. Siwezi kufika kule mimi. Kwa hiyo utakaje? Basi nilikuwa naomba tuongozane basi wote. Una akili kweli wewe? Umesahau kama mimi naishi na mwanaume sasa hivi? Unadhani mwanaume wangu pia atanichukuliaje? Yaani nitoke na wewe hapa, niende na wewe huko kwa mama. Unafikiri mimi atanichukuliaje? Msitu. Siwezi kwenda huko na wewe. Naheshimu ndoa yangu na mheshimu mume wangu. Sijui unanielewa na nampenda sana. Kwa hiyo siwezi mimi kujichanganya kwa vitu vya kipumbavu. Lakini mwana, kama unavyojua mimi pale siwezi kufika mimi mwenye peke yangu. Hivi mama yako amenifukuza mara ngapi? Unajua kabisa mimi siwezi kufika pale kwa mama yako. Mimi anipendi mama yako mimi. Nitafikaje pale bila wewe? Kumbuka wewe ndo mzazi mwenzangu. Nilikuwa naomba mwana, twende wote hapa na vela kidogo pia tupeleke pale. Okay sawa. Ngoja naongea na mume wangu. Akikubali tutaenda. Ila akikataa itakuwa imekula kwako. Baby. Umesikia chochote? Hapana, kwani kuna nini? Huyo alikuwa anagonga nje huko hodi. Ni mzazi mwenzangu. Amekuja kumuona mtoto. Pia kuna zawadi amemletea. Mimi nimemwambia kwa sasa hivi mtoto nimemhamishia kwa bibi yake. Hivyo alikuwa anaomba mimi nimsindikize maana kule hawezi kwenda peke yake. Mamangu alishamkataa. Okay sawa, nenda. Unamaanisha niende? Ndio, namaanisha nenda. Lakini kama nitachelewa kurudi, huenda nitarudi kesho, nitalala huko huko. Hata usijali, wewe nenda tu. Yaani ninarudi kesho, sirudi kabisa leo. Mwana, kwani wewe shida yako si ni kwenda tu? Wewe? Nishajua. Najua kabisa, ndio maana naitikia yani easy tu yani. Haraka tu nenda aswi nini turudi kesho. Yaani unakubali yani. Najua. Kwanza najua unipendi. Na pili unataka tu mimi niondoke hapa, ulete wanawake zako. Si ndio? Hasa kwa taarifa yako, huo mpango uliopanga umefeli. Najua kabisa wewe unipendagi. Unataka tu mimi niondoke hapa ili ulete mwanamke wako. Oya, umefeli baba. Yaani siendi kokote, sitoi miguu yangu kwenda kokote. Naenda kumtimua kwanza huko kwa msitu mwenyewe, asindeteni uchizi hapa. Wewe msitu. Naomba tu uende. Mimi siwezi kwenda kokote kule. Tena ikiwezekana, kacheze unapochezaga. Mwana. Nishaenda kumtimua kwa msitu huko nje. Afu siendi kokote. Si ulikuwa unanisuka baba nataka unisuke. Kwani huyo analizwa na nani? Yule kaumizwa na yupi? Kumtafuta mchawi ni nani? Sawa na kujichoma mkuki. Waweza futa machozi ila yasikauke. Duara. Huyu kalizwa na nani? Yule kaumizwa na yupi? Tivu. Kumtafuta mchawi ni nani? Tivu. Sawa na kujichoma mkuki. Joba.
Vipi? Safi. Uko poa? Mimi niko fresh. Bora nimekuona hapa bwana. Unajua nimekuja hapa nataka kuchukua mtungi wa gesi, sasa nikawa sina hata bodaboda. Nilipokuwa nikasema afadhali. Kwa hiyo natamani unichukulie mtungi hapo nipeleke nyumbani, mimi niingie job mara moja. Sasa nachukua mtungi upi sasa? Hapa mimi nachukua mtungi mwekundu. Ole ule. Sina bado sijafika. Ngoja niingie. Niongee naye. Lakini Steve. Samani kidogo. Kuna yule dada siku yetu tulikuwa naye lodge. Ulitukuta. Yaani sijafahamu mko naye vipi yani? Yaani yule pale mimi bodaboda wake. Huwa anamchukuaga, akinipigia simu na kumfuata nyumbani kwake na kumpeleka sehemu anatakiwa kwenda. Basi mimi namrudisha. Sina mahusiano mengine zaidi hapo. Kwa hiyo ni kama tu mteja tu. Yes. Basi sawa, haina noma. Sasa brother. Yes. Bibi shemeji nini? Amna taso shemeji. Unajua yule pale kuna biashara ambayo tunafanya. Pale tumekutana katika kuweka mambo sawa ya kibiashara. Wala hata ina shida. Mbona umeniuliza hivyo? Kwani kuna namna yote ambayo unamjua kiundani zaidi? Kikweli mimi yule pale mimi namfahamu kiundani. Kwa sababu yule pale mimi nimetoka naye kijiji kimoja. Unaelewa? Alafu isitoshe zaidi mwanaume wake aliyomuoa, yani tuseme yani ni kama brother yangu, kwa sababu yeye ndo kanileta mjini hapa, kanifundisha maisha. Yani in short, yani yule pale shemeji yangu yani. Basi sawa ndugu yangu, haina noma, lakini njoo basi nichukulie mtungi wa gesi hapa naongea naye dada. Vipi mwanangu? Fresh. Wewe afadhali tumekutana. Hivi Msitu, nikuulize kitu? Niulize. Katika kumbukumbu zako, kipindi ambacho nilikuwa naishi na mtoto wako, nilishawahi kuwekea vikwazo vya aina yoyote kwamba usikutane labda mtoto wako, usije kumsalimia pale nyumbani? Hapana. Labda nikwambie tu kitu. Kwa muda huu, wewe mwenyewe unajua kwamba mtoto wako yupo kwa bibi yake. Msitu, mahusiano yako wewe ni baina ya wewe na mtoto wako, lakini sio mahusiano yako wewe yawe baina ya wewe na mke wangu. Labda nikupe tu taarifa. Kwa sasa hivi mtoto wako yupo kwa bibi yake. Ukitaka kwenda kumsalimia, mfuate kule kwa bibi yake. Labda nikwambie kitu kimoja. Kama ukinihitaji mimi au ukimhitaji mke wangu, njoo nyumbani. Lakini pia kitu kingine, Msitu, mimi sipendi kula kuku na mayai yake. Lakini kama ukitaka hivyo, tutaishi kama unavyotaka wewe. Na imani kama mtu mzima utakuwa umenielewa. Ni hivyo tu mzee. Huyo analizwa na nani? Yule kaumizwa na yupi? Kumtafuta mchawi ni nani? Sawa na kujichoma mkuki. Waweza futa machozi na yasikauke. Duara. Wa mwana wewe, kwa kweli wa mwene, nimejua nini unataka nifanye. Nimeshajua tatizo linalokusumbua, ila kwangu mimi kila kitu kinawezekana. Najua unachokitaka. Unataka kumchanganya wifi yako, kumtoa akili, kumpoteza ufahamu, si ndio? Tawile mganga, unataka kupoteza flash yake, memory card ipotee, asikumbuke kitu, si ndio? Hapa kwangu ni tatizo dogo sana. Jambo unalolitaka sio dogo. Leo sio. Jambo unalolitaka sio dogo.
Ni ambare pa kunyumba mpaka ni mara ugimbi. Ni ambare pa kunyumba mpaka ni mari dawa. Upuliki naweza kukusaidia. Tawile mganga. Najua unanijua vizuri wewe. Shika. Kamata kwa mikono miwili. Kamata kwa mikono miwili. Chukua bwana. Beba hii dada. Chukua, usiogope. Chukua. Unaogopa nini? Chukua bwana. Yaani unataka kufanya unyama alafu roho una. Haya, nuizia maneno yako yote ama unataka yamkute wifi yako. Nuizia kwenye hilo bwana, kwenye hiyo mizimu ya kingoni. Nisemeje dada? Sema vile unavyotaka, kwamba wifi yako akiruka tu asahau kila kitu. Sema. Naomba nikimwekea wifi yangu hii dawa, akiruka tu asahau kila kitu. Anachosema kwamba Angel sio mtoto wa kakake. Imeisha hiyo. Ulichokisema ndo kitaenda kufanyika. Upuliki. Upuliki. Ndo nini anasemaje? Mwelewa? Utajua tu. Mwana kulilonda, mwana kulinyaka. Ulilolitafuta utalipata. Sisi waganga kazi yetu ni kufanya kazi. Tukipewa kazi hatuachi kazi. Upuliki. Omwana we ugani wa mwene uronda chichindu ugani va mwene mwana kulilonda mwana kulinyaka. Upuliki. Mwana kulilonda Mwana kulinyaka. Dawa hii hapa. Fanya kama nilivyokuambia. Malipo yangu ni baada ya kazi ikienda vizuri. Upuliki. Mwana kulinyaka, mwana kulilonda. Upuliki. Mnaweza mkasepa. Malipo ni baada ya kazi. Sawa mganga. Mnaweza mkasepa. Niambare pa kunyumba mpaka ni mara uganga. Niambare pa kunyumba mpaka ni mara uganga. Kuna kitu mimi nahitaji kuzungumza na yeye. Ila kabla sijaongea chochote, nilikuwa naomba kufahamu mkeo yupo. Mke wangu hayupo. Wewe zungumza tu. Kwanza kabisa ndugu yangu, wanasema Shakum si matusi. Na pia nikuombe samahani kwa hiki ambacho nitaenda kuzungumza. Si utaliact vipi, si utachukuliaje, lakini huo ndo ukweli. Brother, mimi na wewe sasa tushakuwa zaidi ya ndugu. Tukana kwamba tumesaidiana vitu vingi, umenitoa kijijini, umenileta mjini, umenifundisha maisha, jinsi ya kuishi na watu. So mimi na wewe ni zaidi ya ndugu. Binafsi kuna vitu vinaendelea sana kuhusu familia yako. Kiukweli mimi sipendezwi navyo. Na mimi na imani kabisa wewe ufahamu na ujui chochote kabisa. Ila mimi nachoomba ukushauri brother. Naomba ufanye uchunguzi kwa kina kuhusu yule mtoto wako Tuma. Nahisi kuna kitu utagundua. Unajua nini Tivu? Hii hadithi unaoniambia sio ngeni sana kwenye ngoma ya masikio yangu. Nimeshaisikia kwenye baadhi ya vinywa vya watu ikitamkwa, lakini mara zote huwa nikiambiwa huwa napuuza, sizingatii kabisa.
ila kwa sababu leo ndugu yangu umekuja hapa na kuna fumbo fulani ambalo nilikuwa silijui umenifumbua, naahidi kufanyia kazi. Nitalifanyia kazi kwa umakini wa hali ya juu. Lakini Tivu, wewe ni ndugu yangu wa damu kabisa. Tumetoka kijiji kimoja, tunakunywa maji ya kisima kimoja. Wenda kukaa kuna mambo mengi sana unayofahamu, ila naomba nisaidie jambo moja tu. Je, hauna hata robo ya ushahidi? Yaani robo ya ushahidi ili ninavyofanya upelelezi wangu ama uchunguzi wangu niwe makini kiasi gani? Kiukweli brother, mimi siwezi kusema kwamba na ushahidi na siwezi kusema kwamba mimi najua kila kitu. Lakini kama wewe mtu mzima, naamini unaweza kufanya uchunguzi wako na utafiti. Unaweza kugundua kitu kwa umakini. Na ndio maana siku zote wanasema simba mwenda pole ndo mla nyama. Kwa hiyo mimi na imani kama wewe mtu mzima, hii swali liko chini ya uwezo wako. Unaweza kulifanyia utafiti na ukaelewa kitu. Nashukuru sana Tivu. Asante. Sasa nimeacha pikipiki yangu gereji pale. Na imani mpaka sasa hivi fundi atakuwa ameshamaliza. Kwa naomba nikuache kidogo basi. Kila laheri. Halo? Halo. Uko wapi? Nipo nyumbani. Tunaweza tukaonana sasa hivi? Kwani uko wapi? Usitaki kujua nilipo, tunaweza tukaonana, ni dharura. Ni muhimu sana. Jamani, ndiyo. Okay, basi sawa. Njoo basi mtaa wa Uyanjo. Haya, poa, nakuja hapo nikukute. Hapo chapas. Skola. Unajua umenishtua sana. Kwa nini? Mimi naomba nikuombe kitu. Naomba kaa mbali na maisha yangu kwa sasa hivi. Kaa mbali na mwanangu. Tunakuelekea ni pabaya zaidi. Tukiendelea kuwa na mazoea kama hivi. Yaani sijaelewa dhima kuu ya kusema mimi na wewe tukae mbali. Unamaanisha nini? Mbona unanichanganya? Unajua umenipigia simu mpaka nikashindwa kula, unajua. Njoto nesa unafika hapo unaniambia tukaa mbali na familia yangu, kaa mbali na mtoto wangu. Sikuwa kumbuka wewe mtoto wangu na mimi pia. Kuna shida, tena kuna shida kubwa sana. Yaani hapa wewe unavyosema umeshindwa kula, mimi sidhani kama hata hicho chakula nitakula. Nimechanganyikiwa, nimevurugwa. Hebu subiri kwanza. Yule kaka ulimpigia siku ile aje anichukue gesi ni nani? Okay, namkumbuka. Tivu. Yaani unamjua vipi? Yule pale ni mpangaji wangu, kapanga kwangu. Kuna siri yoyote anayejua baina yangu mimi na wewe? Kwani kuna shida? Sasa yule ndo anayeuchoma mchezo. Nisikilize. Hivi ninavyoongea na wewe, nimemkuta Steve nyumbani amekaa na mume wangu. Na kwa jinsi anavyoongea, yaani ni kama vile kuna kitu anakijua. Anamwambia mume wangu kwamba mtoto sio wa kwake. Yaani analea mtoto ambaye sio wa kwake kabisa.
Hivi unajua mtu anaongea ile kitu kama vile ana DNA mfukoni. Kwani ngoja. Kamfahamu vipi mumeo? Yule Tivu bodaboda yule na mume wangu ni marafiki. Na sio tu marafiki, ni kama yani ni ndugu. Naweza nikasema ni ndugu upande wa mume wangu huko, sio mtoto wa mama yake mkubwa, sio mtoto wa mjomba wake. Sijui kufuatilia sana, ila ni mandugu. Na mjini hapa Steve ameletwa na mume wangu. Wala. Mimi nikusii kitu. Hebu shusha pressure. Kwa sababu unajua hii tusilifanya likawa kubwa, likawa ni vuguvugu kubwa. Hebu haliwezi kutufanya mimi na wewe tukawa mbali au tukawa tofauti. Kwa sababu wewe ni mwanangu pia. Sawa mamangu? Nimepata wazo. Baby. Umepata wazo gani? Wewe tuliandalia cha kufanya, sawa? Kwa dada unataka kuniambia hii inafanya kazi? Inafanya kazi vizuri tu. Lakini dada, mbona kama nimeona ni poda? Sio poda, dawa hiyo. Yaani utakuja kuniambia. Wewe subiri akivuka tu pale. Yaani kashasahau kila kitu. Kwa nione maajabu leo. Wewe, hebu muite. Muite tu ivuke ile dawa. Sasa ni muite wa nini? Si atakuja mwenyewe? Embo acha ujinga wewe. Aje mwenyewe kivipi? Kumbuka ile dawa anatakiwa aruke yeye tu. Kumbuka hapo kuna mwanao, kuna mumeo. Wakiruka wao itakuwaje? Ile inamhusu yeye peke yake. Kwa hiyo wewe muite ili aje airuke ile dawa. Sawa. Ngoja nimuite basi. Sawa. Wifi Devota. Oh! Njoo. Vipi wewe? Nzuri, umeshindaje? Mimi niko poa, sio nyinyi huko mlikotoka. Safi tu. Umependeza. Asante. Asante. Niambie. Sasa wifi, huko tulikotoka huko kuna mtu tumekutana naye njiani. Ametupa habari kwamba wewe ulienda ukamwambia kwamba Angel sio mtoto wa kakako. Ya kweli hayo? Yaani mimi kama ulivyosikia, tumekutana na mtu ametuambia kwamba wewe umemwambia Angel sio mtoto wa kakako. Niseme kwamba Angel sio mtoto wa kakaangu? Wifi, hivi unajua yule Angel kachukua kwako rangi tu? Lakini yule Angel ukimleta hapa kwa mimi shangazi yake, ni mimi mtupu yule mtoto. Kwako kachukua rangi tu. Sasa mimi naanzaje kusema kwamba Angel sio mtoto wa kakaangu? Kwanza huyo mtu alokupa hayo maneno ni nani? Nataka nimjue. Aenda akanionyesha babake mzazi sasa. Ila wifi, mbona hata mimi nimesikia watu wanasema kwamba umesema Angel sio mtoto wa kakako. Wifi wewe. Na yule alikuwa anaongea na kakake juzi pale ni nani? Mbona mimi sikumbuki? Alafu hizi siku 2-3 hatujapokea mgeni yeyote. Sidhani. Labda tutakuwa tulisikia vibaya. Na kweli nyie mmechanganya habari. Alafu wifi, mimi nataka nikwambie, nikisikia mtu yeyote anazungumza eti Angel sio mtoto wa kakako, jamani, huyo mtu nitakula naye sayani moja. Yani ikiwezekana nitazaa naye, awe wa kike ama wa kiume. Basi wifi, basi hamna shida, kwa sababu huko ni kuigombanisha familia. We maneno hayo mazuri hayo kweli wifi? Sasa wifi,
Kama hamna jambo lingine mliloniitia bwana, mimi na kazi zangu kule. Nilikuwa nafua. Sawa hivi, wewe nini? Haya bwana. Bakini na amani. Elewa. Unajua bado yani kwa hapo hakumbuki chochote. Yaani hapa hakumbuki chochote. Wewe, mimi nilikuambia yule mganga wangu mimi ni kiboko. Yaani yule masuala ya biashara yumo. Hata kama mtu akitaka mume wa mtu, yani pale anampata, yani anaburuza tu. Dada wewe na kiboko. Umejulia wapi haya mambo? Mjini hapa mama. Nashukuru tu hili jambo jamani limeisha. Maana leo kidogo naweza nikapata usingizi. Yani nilikuwa nina pressure dada. Wewe acha tu. Haya. Asante. Tuma. We Tuma. Nilete maji ya kunywa. Huwezi ona nje ukiwa ndani ya duara. Kutafsiri maana yake lazima uwe imara. Unajua nini Tuma? Mimi nilishawahi kukwambia wewe utakuwa mrefu kama mama yako. Nakumbuka uliniambia. So unaona kwa mfano mimi vidole vyangu vilivyo vikubwa virefu. Na wewe ukiwa mkubwa hivi vidole vyako vitakuwa hivi hivi kama vyangu. Sona. Vinafanana Vinafanana? Sasa hapa bado wewe ni mtoto ila ukiwa mkubwa. Unaona? Yaani vinafanana kabisa yani. Unaona? Hebu. Yaani vidole vyetu kama mapacha. Vinafanana? Vinafanana. Vinafanana mwanangu. Unaona? Hiki na hiki na hiki. Ni sawa, unaona? Yaani hivyo vinafanana. Na mimi nikikuwa nitakuwa virefu. Vitakuwa virefu kama vyangu. Sawa? Asante. Yule kaumizwa na yupi? Kumtafuta mchawi ni nani? Sawa na kujichoma kuki. Duara, duara, duara. Duara, duara. Halina pembe wala kona. Mwana, mambo vipi? Poa.
Umetoka sokoni? Kama unavyoniona. Sawa, ila mwana, nisikilize nikwambie. Unajua mimi bado nakupenda sana. Hivi nikwambie mara ngapi? Uache kunifuatilia. Na kama issue za mimi na wewe tuna biashara ya mtoto tu, na sio kingine. Unanitafuta nini wewe? Mwana, nisikilize nikwambie. Mimi sasa hivi nimenunua mpaka kiwanja. Nina pikipiki ambayo naimiliki mimi. Sawa? Nimemaliza mkataba, sasa hivi naimiliki peke yangu. Yaani kipindi hiko fukara, huna kitu na ulikuwa unanizalau kama nini? Sembuse sasa hivi ndio una vitu. Si utaniua wewe? Yaani sikiza nikwambie, sikuhitaji. Lakini mwana, hivyo unahitaji nikupende vipi hasa uweze kunielewa na kupenda mimi mwana, Sina shida mali zako. Na mtu sahihi sana kwenye maisha yangu na nampenda sana. Yaani hiyo nafasi hutoipata tena kwangu. Lakini kumbuka wewe ndio mzazi mwenzangu. Mwana, nisikilize basi kwanza, nisikilize basi. Hebu niache bana. Nishakwambia achana na mimi. Achana na maisha yangu. Kwa nini unielewi? Lakini nimeshakueleza maisha yangu sasa hivi. Mimi nishajipata sasa hivi mwana. Kama ni pesa mimi nitakupa basi. Pesa utanipa si ndio? Nitakupa ndio. Yaani sasa hivi nikikukosa ni shida kumpikia mume wangu huko, lakini wewe ukiniona tu kazi kunisimamisha. Sasa nakwambia hivi, kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho kunisimamisha kokote. Ishi maisha yako, niache na maisha yangu. Mbona upendi kwa mimi na furaha? Mwana, sio sipendi wewe na furaha. Mwana. Kwani huyo analizwa na nani? Yule kaumizwa na yupi? Kumtafuta mchawi ni nani? Sawa na kujichoma mkuki. Waweza futa machozi ila yasikauke. Duara. Huyu kalizwa na nani? Yule kaumizwa na yupi? Kumtafuta mchawi ni nani? Sawa na kujichoma mkuki. Mke wangu, shida nini? Mbona lia? Niambie tatizo nini? Skola, shida nini sasa? Sasa kama unalia afu niambie tatizo, mimi naelewaje hapa sasa? Niambie mke wangu, shida nini? Mke wangu. Mke wangu. Shida nini? Mbona unalia? Niambie basi, umepatwa na jambo gani? Mimi nimechoka sana. Umechoka na nini? Sijui nimekosa nini. Sijui kwa nini kila siku najaribiwa mimi tu. Kwa nini nimekosa nini kwa Mungu mimi? Sasa unazidi kuniweka kwenye mafumbo, mimi sielewi chochote kile. Hebu jaribu kunielekeza nielewe, na kama kuna tatizo tujue namna ya kulitatua. Nini shida? Nielekeze shida ni nini?
Naambia mke wangu, shida nini? Kipenzi. Shida nini? Unajua Skola, mimi nimechoka. Sasa kama utakuwa unalia na unambii, mimi nawezaje kulitatua ile tatizo ambalo unalo? Naambia umepatwa na nini? Hivi unaelewa hata daktari hospitali ukienda, anataka umweleze shida, alafu ndo atatue matatizo yako ama akusaidie. Hasa kama unambii, unalia tu. Mimi najuaje matatizo yako Skola? Naambia kipenzi wangu. Maungu. Nisamehe, lakini nitakachokiongea wala sio kizuri. Sio kizuri. Sasa ni nini shida? Niambie basi. Kama ni kibaya, niambie. Mkuu, unaondoka, unakaa miezi 4, 3 mpaka 6 muda mwingine. Afu namwacha Steve kama ndo msimamizi, yani anakuwa anatuangalia mimi na mtoto. Haswa? Lakini umjui vizuri Steve. Wala hayupo kama mnavyomdhania. Steve. Kafanyaje Steve? Steve anataka tuwe naye kwenye mahusiano. Halina pembe wala kona, taswira yake imebeba mazito. Huwezi ona nje ukiwa ndani ya duara, kutafsiri maana yake lazima uwe imara. Duara,